Mtikisiko wa Injili ndio ni mwanangu ya kwanza kusikia baada ya mtikisiko. Nadhani unamzungumzia Kristo, sidhani kama unamzungumzia mtu mwingine. Waachane zile huduma za kulipia za kinabii. Mtu akipata maono kama haya, sisi tunafaa tumpongeze. Binafsi kwanza nimshukuru. Mwenyezi Mungu amjalie neema na azidi kuwa na neema hii ambayo anaenda nayo sasa hivi. Yes, 2025 mtikisiko wa Injili, angaza maisha yako. Karibu, utakuwa nami, jina langu naitwa Antonio Yusufu. Tumebakiwa na masaa machache kuelekea katika mtikisiko wetu mkubwa wa Injili. Angaza maisha yako mkoa wa Iringa kwa mara ya kwanza kabisa. Lakini pia naendelea kukujuza wewe mtazamaji, unatufuatilia, tunaendelea kuzungumza na mtu mmoja mmoja ili kuweza kujua kivipi amejiandaa na ibada yetu ya mtikisiko wa Injili. Karibu sana. Kaa pamoja nasi tunaendelea kukujuza yanayojiri. Na madam, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Irene Sanga au Mrs. Mtove. Madam, umesikia tangazo? Tangazo nimelisikia. Tangazo linahusu nini? Mtikisiko wa Injili mwaka 2025 ambao tutaanza siku ya kesho mpaka siku ya Jumapili pale EGT Mlimani kwa mchungaji Kilasi. Waambie neno lolote wanakutazama sasa hivi. Waachane zile huduma za kulipia za kinabii ambazo unalipia pesa ndipo hudumie, lakini kwa Yesu kila kitu ni bure, kwa sababu yeye amesema toeni bure, kwa sababu naye ametupatia bure. Madam Bishop anatufuatilia Size Live kupitia mitandao yetu ya kijamii. Nataka umwambie neno moja Bishop. Karibu. Kwa maana aliyoyawaza ni mazuri sana na atakuwa msaada kwa jamii, na pia kwa Injili itakuwa ametufikia watu kwa asilimia kubwa. Bwana, hebu tutambulishe, unaitwa nani? Naitwa Peter Nyenza. Ndio, umesikia lolote kuhusu matangazo? Ndio. Unaweza kutuambia umesikia kuhusu nini? Nimesikia kuhusu ibada ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mtikisiko wa Injili mwaka 2025 ambako kauli mbiu inasema angaza maisha yako tena. Ni ibada maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuja kufanya huduma ya uinjilishaji. Nataka uzungumze na Bishop. Ongea naye neno moja kuhusiana na mtikisiko huu. Binafsi kwanza nimshukuru kwa kuleta huduma hii, huduma ambayo nipendwa na huduma ambayo inahitajika kwa watu wa Iringa na sio tu wa Iringa, maeneo mbalimbali ya kidunia. Lakini pia tumuombee kusudi hiyo huduma ambayo amelenga kuleta kwa watu wa Iringa ifanikiwe na watu, ili kusudi watu waweze kukombolewa na kuinuliwa kiimani. Naomba tuambie lolote kuhusiana na mtikisiko wa Injili kwa vile ambavyo wewe umesikia na kuelewa. Mimi najua mtikisiko wa Injili 2025, nadhani unamzungumzia Kristo, sidhani kama unamzungumzia mtu mwingine. Lakini nachotaka kusema ni kitu kimoja. Nataka niwakaribishe watu wote wenye shida mbalimbali, kwa sababu Biblia inasema, Yesu anasema njooni nyinyi wote mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa mizigo ni nini? Mizigo ndio laana, mikosi, matatizo, magonjwa, shida mbalimbali ambazo zinawapata wanadamu. Hiyo ndio mizigo ambayo Kristo alikuwa anazungumzia. Sasa mtikisiko wa Injili 2025 ndipo majibu yake yapo. Unaitwa nani? Naitwa Fadhili Leoni Kibumo. Na imani umesikia tangazo? Ya, nimesikia tangazo zuri, nimesikia na nimekuwa linaelezea kwamba baada ya mtikisiko ambao unahusu watu wote, dini zote. Ushawahi kusikia mkoani Iringa mtikisiko wa Injili? Ndio ni mwanangu ya kwanza kusikia baada ya mtikisiko. Bado tunaendelea kwa pamoja naye, mtaa kwa mtaa, hatua kwa hatua, kila njia, kuendelea kuzungumza na mtu mmoja mmoja kuhusiana na ibada yetu ya mtikisiko wa Injili. Niko na brother hapa, atajitambulisha kisha tutaongea naye machache kuhusu ibada hii. Brother, habari yako? Salama kaka. Unaitwa nani brother? Bwana, naitwa Abubakari Ashele Msigala. Unajishughulisha na nini ndugu? Bwana, mimi ni driver bajaji. Nataka uongee na Bishop sasa, anakusikiliza. Mwenyezi Mungu amjalie neema na azidi kuwa na neema hii ambayo anaenda nayo sasa hivi, na azidi kuwakusanya watu wengi tofauti na azidi kutangaza neno la Mwenyezi Mungu lifike mbali zaidi. Tumekuwa tukipita na matangazo barabarani. Je, umesikia tangazo? Nimesikia. Unaweza kuniambia tangazo linahusu nini? Tangazo hili linahusu mtikisiko wa Injili kama inavyoonekana hapa. Naweza nikasema ni sauti ambayo yani inawaalika watu wengine kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Asante sana. Blaza, mimi na swali kwako. Je, unawaambia nini wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii? Mimi ninachoshauri ni kwamba wasogee kusikiliza, ukute wengine ndio njia zao ambazo zinaweza zikawapa mafanikio. Kwa hiyo shauri wangu ni kwamba ni kumfuata Mungu tu, wale ambao wanakufuata kwa vile yetu utapeli ukaungana nao. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Heshima yako. Amen, nashukuru Mungu kwa ajili yako, lakini nimefurahi kukutana na wewe. Mchungaji, nami nashukuru sana kama ambao tumekutana. Mchungaji, nafikiri umelisikia tangazo ambalo linahusu ibada yetu ya mtikisiko wa Injili. Je, unazungumziaje?
wote tukaribie katika mtikisiko wa Injili ambao kwa mujibu wa maelezo kwamba utaanza kesho, lakini tunachofahamu kwamba mkusanyiko wowote unaohusu imani huwa unakuwa na miujiza. Lakini mkusanyiko wa kesho ambao umeandaliwa una faida kwa sababu wako watu wanatembea na matatizo mbalimbali, wako watu wanatembea na shida mbalimbali, wako watu ambao wangehitaji kumuona Mungu, na mtu hawezi kumuona Mungu katika mikutano ya kisiasa, lakini mikutano ya namna hiyo kama vile ambavyo imeandaliwa, hii ndio mikutano ambayo mtu anaweza kumuona Mungu, mtu anaweza kupokea muujiza wake, mtu anaweza kupokea baraka zake. Vitu kama hivyo tungeweza kutoa wito kwa watu kwamba wajitahidi kuja. Mtikisiko wa Injili, mtu akipata maono kama haya, sisi tunafaa tumpongeze. Dunia inapaswa isikie kanisa linasemaje, na kama kanisa halitaongea, maana yake dunia haitapata sauti ya Mungu anasemaje. Kwa hiyo kwa mtindo kama huu ambao Bishop umepata maono na kuamua kuleta kitu kama hiki, maana yake kanisa linapata sauti ya Mungu kupitia kiongozi mojawapo kama wewe na wengine wanaojishughulisha kumsikia Mungu. Tuendelee, au ningesema uendelee kupokea maono kama haya na kubuni vitu vipya kila siku. Tunapohubiri Injili ni kama vile mtu anapika chakula. Sasa tukipika chakula cha aina moja kila wakati, watoto ama familia inayokula kina kifu. Lakini tunapopika kwa viungo tofauti tofauti, kama vile ambavyo leo tunasema tuna mtikisiko, na kesho ukaja na jina jingine, na kesho ukaja na jina jingine, huko ndio kufanya kanisa, watu waone kanisa lina vitu vipya. Hatufanyi vitu vipya vinavyowatoa watu kwenye mstari wa Mungu, lakini tunatafuta vitu vilivyo nje kuvileta ndani ya kanisa ili watu waone Mungu. Mchungaji, nikushukuru, asante sana kwa muda wako. Mungu akubariki. Amina sana. Uwe na kazi njema. Asante sana. Mtikisiko wa kufaa. Amina sana. Yes, mtikisiko wa Injili. Tukiwa tumebakiwa na siku moja tu, ambayo ni siku ya kesho, tarehe 21, siku ya Ijumaa. Muda wa kwanza ibada saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale 9 alasiri. Tunapatikana Ipogolo, nyuma ya Fiza Maria Sili, EAGT Mlimani Cathedral. Namna ya kufika, unaweza kupanda bajaji au daladala, kisha shukia kituo cha Ipogolo. Ukifika mahali hapo, ulizia kwa Bishop Michael Kilasi, basi watakuleta moja kwa moja